Ukiingia Instagram utakutana na picha za hii couple ambayo inasemekana kwamba ndoa yao imevunjika. Sababu hasa za kuvunjika ndoa yao ndio leo tutaenda kutazama hapa, na ametajwa mtu wa tatu ambaye ameingia katika hili sakata. Anajulikana kama Isha Boheti. Wengi tunamfahamu. Alikuwa mwigizaji, lakini pia ni mjasiriamali wa masuala ya chakula. Isha Boheti kupitia katika page yake ya Instagram aliweka chats za WhatsApp ambazo alikuwa na chat na huyu mume wa dada ambaye anajulikana kama Deo. Inavyoonekana jamaa alikuwa anafanya sana delivery ya nguo. So kwa sababu mwanadada ni mfanya biashara, so inawezekana jamaa alikuwa anamsaidia wife nini kufanya delivery ya nguo, na alikuwa anampelekea sana nguo mwanadada Isha Boheti pale usini kwake. Sasa katika hizo chats kama hapo nitakuwekea, so utaziona vizuri. Inaonekana jamaa alikuwa anatupa ndoano kwa mwanadada Isha Boheti kwamba sasa sijajua alikuwa anataka kuongeza mke wa pili au ni vipi, lakini kwenye hizo chats inaonyesha kabisa kwamba jamaa alikuwa anatupa ndoano, yani kwa lugha sahihi kwamba alikuwa anamtongoza Isha Boheti. Na ukijaribu kuzisoma pia utaona zile ambavyo Isha alikuwa anamkataa, yani kama mwanaume ambaye alikuwa anajielewa. Majibu ya Isha Boheti tungekuwa wanaona hapa kuna ambacho kitawezekana, so ngoja mimi niendelee na mitikasi yangu mingine au vipi. So Isha ameziexpose hizo chats kwenye Instagram page yake. Kama una time pia unaweza kaenda kuzicheki kwa uzuri zaidi. Lakini kwa nini hii couple imekuwa maarufu sana? Na kama kuna pande mbili, kuna baadhi ambao wamefurahi couple kuvunjika, lakini kuna wengine ambao wameumia wawili hawa kuvunjika. Bwana, kama ulikuwa unawafuatilia katika social media zao, yani Instagram, walikuwa wakijiposti sana na maisha ambayo walikuwa wanaishi. Everybody alikuwa anatamani kuishi maisha ambayo wawili hawa walikuwa wanaishi. So nini kimetokea? Kwa nini watu wanafurahi? Kupitia kwenye page yake pia MC Galabi naye alionyesha kusikitishwa kwa wawili hawa ndoa yao kuvunjika, kwani ni mmoja kati ya MC au MC ambaye alikuwa katika harusi ya wawili hao mpaka anakuja kupata taarifa kwamba ndoa yao imevunjika. Hebu niambie, nani mwenye makosa? Aliyevujisha chattings za WhatsApp au mwanaume ambaye alishindwa kutulia na mke wake? Lakini pia kwani si anazungumzika haya au bwana, kumbuka kusubscribe kwa habari zote kali kubwa ambazo zinatufikia kutokea hapa.